Vita fupi kuwahi kutokea katika historia ya ulimwengu ilitokea katika visiwa vya Zanzibar kati ya Waingereza na Wazanzibari na ilidumu kwa takribani dakika 38 tu. Miaka 1800, Tanganyika ikiwa ni koloni la Ujerumani, visiwa vya Zanzibari vilikuwa chini ya Uingereza, lakini sio kama koloni bali kama protectorate. Unaweza ukawa unajiuliza protectorate na colony utofauti wake ni nini? Colony ni pale ambapo nchi moja inaivamia nchi nyingine na kuitawala kijamii, kisiasa na kiuchumi. Hiyo sehemu ndio inakuwa colony. Lakini kwenye protectorate, nchi inahifadhi mamlaka yake ya ndani, lakini inadhibitiwa kiuchumi na kisiasa, na pia viongozi wa nchi hiyo wanatii amri kutoka kwa nchi inayowatawala. So basically, mambo yenu ya kijamii, mfano dini na tamaduni zenu, haziingiliwi. Pia viongozi wenu waliokubaliana na matakwa ya wakuu wanabakishwa madarakani. Aina hii ya uongozi tunaweza kuiita indirect rule. Sasa japokuwa aina hii ya uongozi haiingilii maisha ya kijamii ya mahali husika, kuna jambo moja ambalo Waingereza hawakukubaliana nalo kwa Wazanzibari. Ipo hivi, miaka 1800 huko nchini Uingereza waliibuka watu kama kina Thomas Clarkson na Granville Sharp ambao waliona haya mambo ya kuuza na kununua binadamu kama bidhaa sio vizuri. Hivyo wakaanzisha vuguvugu ambalo lilipelekea serikali ya Uingereza kupitisha sheria ambayo iliipinga vikali biashara ya utumwa. Sasa shida inayokuja ni kwamba Zanzibar ilikuwa ni kitovu cha biashara ya watumwa Afrika Mashariki, kumaanisha kwamba watu wengi waliokuwa wanaishi Zanzibari walikuwa wanajihusisha na biashara ya watumwa. Na hii ndio sababu kulikuwa na mvutano wa muda mrefu kati ya sultani wa Zanzibar na Waingereza. Process ilikuwa hivi: Waingereza walikuwa wanamfuata sultani aliyekuwa madarakani muda huo, wanamwambia asaini mkataba wa kuzuia biashara ya utumwa katika eneo hilo. Akikataa, wanarudi na jeshi kubwa, na kwa kuwa sultani hakuwa na jeshi lenye nguvu, aliogopa na kusaini. Sasa ili kuondoa usumbufu huo wa kupitia hiyo process kila wakati ambapo sultani atamrithisha madaraka mtu mwingine, Waingereza wakaweka kwenye mkataba kwamba atakayerithi madaraka na yeye atakuwa amesaini automatically kukubaliana na matakwa ya Waingereza ya kuondoa biashara ya utumwa na matakwa mengine watakayoyataka. So siku zikaenda mpaka alipokuja kupokea madaraka huyu jamaa Hamad bin Tuwaini mnamo mwaka 1893. Hamad alipokea madaraka kutoka kwa mjomba wake ambaye alifariki kwa ugonjwa mwaka huu. Lakini Hamad alikuwa na mpinzani mmoja mkubwa, huyu jamaa Khalid bin Bargash. Huyu alikuwa ni binamu yake Hamad, lakini pia alikuwa ni mtoto wa sultani wa pili wa Zanzibar. Lakini baada ya baba yake kufariki, hakuurithi usultani yeye, bali mjomba wake ndiye alirithi madaraka hayo. Hii ni kutokana na mfumo aliouacha sultani wa kwanza wa Zanzibar, Sultan Said. Jambo hili lilimfanya aone kana kwamba amedhulumiwa. Madaraka hayo yanamstahili yeye na sio mtu mwingine, yaani yeye ndo angetakiwa awe sultani. Hivyo basi Khalid pamoja na wafuasi wake wakapanga njama ya kumuondoa Hamad madarakani ili Khalid ndio awe sultani. Na ikumbuke kuwa Khalid alikuwa anawachukia Waingereza na alikuwa akiona kana kwamba Hamad ni puppet leader wa Waingereza. Mnamo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 1896, saa 5:40 asubuhi, Zanzibar ilipokea taarifa za majonzi kwamba sultani wao Hamad bin Tuwain amekufa kifo cha ghafla baada ya kula breakfast. Taarifa za kifo cha sultan zilipomfikia Khalid, ndani ya muda mchache yeye na wafuasi wake takriban watu 3000 walivamia ikulu wakiwa na silaha, na akajitangaza kuwa yeye ndiye sultan mpya na akapeperusha bendera yake ya mapinduzi. Taarifa hizo zilipowafikia Waingereza, wakatuma ujumbe kwenda kwa Admiral Henry Rawson, ambaye kwa bahati nzuri alikuwa karibu kwa sababu alikuwa ametoka kupigana vita nyingine huko Kenya. Kwa hiyo kageuza meli zake za kivita kuelekea Zanzibar. Wakati bwana Rawson akielekea Zanzibar, mwakilishi wa serikali ya Uingereza bwana Lloyd Matthews alikuwa akijaribu kuongea na Khalid akimsihi aondoe watu wake mara moja, la sivyo mambo yataharibika. Lakini Khalid alikuwa mkazafuvu.
akagoma. Rawson alipofika Zanzibar hakupoteza muda. Aliagiza General Lloyd Matthews na wanajeshi wake 900 waizunguke ikulu hiyo kuhakikisha kwamba hakuna mtu atakayetoroka, na wakamtumia Khalid ujumbe kwamba hii ni nafasi yake ya mwisho mpaka kufikia saa 3 asubuhi kesho. Ikiwa hajajisalimisha watamshambulia, na hiyo ilikuwa ni tarehe 26 saa 3 usiku. Asubuhi na mapema Alhamis ya tarehe 27 saa 2 asubuhi, Khalid alituma ujumbe akiomba kuwe na mazungumzo kati ya yeye na Waingereza, lakini Waingereza walikataa. Wakamwambia masharti yetu ndiyo yale tulikupa jana. Saa 2:30 asubuhi Khalid alituma ujumbe wake wa mwisho, na nukuu, hatuna nia ya kushusha bendera yetu na hatuamini kama mtafungulia risasi dhidi yetu, mwisho wa kunukuu. Baada ya hapo Waingereza hawakumjibu. Wakakaa wakisubiri hadi muda ulipofika saa 3 kamili asubuhi. Wakaandaa silaha zao za kivita, na ilipofika saa 3:02 walipewa amri ya kuanza kushambulia. Let's drop some lead on those motherfuckers. Wakaanza kushambulia jengo la ikulu ambapo Khalid na wafuasi wake walikuwa wamejificha. Khalid alijaribu kujibu mashambulizi kutumia mzinga wake mmoja mkubwa, lakini alibahatika kurusha bomu moja tu kabla ya mzinga huo kusambaratishwa. Lakini pia alikuwa na meli ya kivita ambayo sultani wa zamani alipewa kama zawadi na Uingereza. Walijaribu kuzishambulia meli za kisasa za Waingereza, ila ndo hivyo walibahatika kuweka mikwaruzo tu. All that for a drop of blood. Baada ya meli yao pekee kuzama, zilibaki boti 2 ndogo ambazo ziliendelea na mashambulizi. Wakati vita ikiendelea, kijana mmoja jasiri alipanda juu na kushusha bendera. Baada ya bendera kushushwa, mashambulizi yakakoma. Vita hiyo iliisha mnamo saa 3:40 asubuhi, lakini kwa bahati Khalid na wenzake wachache walibahatika kutoroka na wakapata hifadhi kwenye ubalozi wa Ujerumani, ambapo kutokea hapo alitoroshwa na kupelekwa Tanganyika, ambapo kipindi hicho ilikuwa inatawaliwa na Ujerumani. Vifo na majeruhi kutokana na vita hiyo ni kama ifuatavyo. Upande wa Khalid, vifo watu 500, majeruhi zaidi ya watu 500. Upande wa Uingereza, vifo hakuna, majeruhi 1, na huyu jamaa alipata jeraha lake kutokana na kujidondoshea bomu la mzinga mguuni kwa bahati mbaya. Na hiyo ndio historia ya Anglo-Zanzibar War. Goodbye.